Hapa sehemu 40 inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita Bad Guys. Tuende sambamba zaidi.วันนั้นแจนไม่ยอมให้การฉัน Jane kuniambia mimi chochote. เป็นคนฆ่าลูกสาวคุณฉันเลยกลับไปหาแจนอีกครั้ง Lakini pindi alipoweza kusema kwamba Sky alikuwa anahitaji kuweza kumua, nilirudi na kuweza kwenda kumuona Jane. Unahitaji nini? Nahitaji Americano moja ya baridi ya moto, aliomba ya baridi. Siku hiyo kwa mbali kabisa kwenye cafe alimuona Jane akiwa anachora kwa sababu alikuwa ni mchoraji mzuri sana. Hii ni hadithi anampa Pitake. Yale majeraha ya kujikata yalikuwepo pale. Alice akawa anaangalia. Unafikiri kabisa kwamba pesa unaweza kumpatia mwanamke imefanya maisha yake yaweze kuwa mazuri? Unajua nini? Umeharibu maisha ya mwanamke kabisa. Ulimtumia mwanamke. Ulimtumia kuhitaji kuweza kulipa kisasi. Kwa mtu ambaye unafikiri kwamba aliweza kumua binti yako. Tena uliweza kutengeneza ushahidi wa kutengeneza kuweza kumhukumu Sky. Wewe ni mtu mbaya sana. Bado itoshi ukanunua mtu aweze kumua ukamtupa jela. Peter huwa anakula kwa ajili ya kuweza kuishi. Unataka aweze kumla nani? Alitoa picha ya Sky. Nataka Peter aweze kumla huyu. Kwa hiyo akatafuta muuaji. Pitake alisema najua mtu ambaye anawezekana kuweza kuifanya kazi hii vizuri sana na amekamilika. Kwa hiyo bwana alipoweza kupewa kazi naye akatoa kazi na mtu ambaye ilikuwa ni lazima kuweza kumuondoa Sky ilikuwa ni Grace. Mwamba ipo jela. Anakula jeramba kama kawaida. Mimi nilijua ni ofisa polisi mzuri. Lakini ni mbaya. Ndio. Ndio. Mimi ni mtu mbaya. Ni mpuzi. Sky mwenyewe kanichezea mimi mchezo na maana gani? Kuna mambo anayokumbuka Sky. Kwamba unajua mtu anaweza kufa ni kipi ambacho anakipenda. Kwamba ukifa umetoweka. Lakini mtu anaweza kuishi, ataishi na maisha yani na maumivu yake milele daima. Na hata kama ukiweza kumuua mtu huyo, wale walioweza kumzunguka wataendelea kuweza kuteseka. Nimeua watu wengi, lakini pia sikumbuki. Ila naishi na maumivu makali. Kama unahitaji kuweza kumuua mtu, basi niue mimi. Kwa nini Pitake anasema kwamba Sky alimchezea trick? Wacha tuone. Sky naye pia anahitaji kuweza kufahamu kweli. Huyu bwana akamwambia ndugu yangu unajua nimetokea mbali na hii kazi. Siwezi kuishia hapa. Na alipuli trigger. Risasi kutoka zilisha. Hiyo siku alishindwa kumuelewa kabisa Sky. Ndio maana akamuuliza, "Je, ni kweli ulimaanisha hili?" Alice alishangaa sana kumwangalia Pitake. Plan yake ni ipi? Ni kweli ulifikiria hili?
yani kuuawa. Nikimwangalia mtu huyu machoni simuoni muuaji. Hiyo ndo sababu nikaamua kuweza kusaidia maisha yake. Yani akimwangalia Sky machoni hamuoni muuaji, ndo sababu Pitake anasema kwamba nikasaidia maisha yake. Maana alimwambia mimi sikumbuki chochote, ila tafadhali naomba uweze kunisaidia kutafuta mmiliki wa hii gari. Huenda anafahamu ukweli. Wakaambiwa ni dokta. Na kama kweli utakomeza kumuua binti yangu nikufanyeje? Niue. Mimi ni mpuzi. Kumbe ile shoti bwana siku zile hakupigwa na dokta. Alipigwa na Sky. Na Sky alimwambia. Sasa kuna tukio linatokea hapa. Na Sky huyu hapa anakurupuka kwenye maktaba. Chini kuna watu wengi wamemzunguka na wamefariki. Na damu zipo mikononi mwake. Yeye ndo kaweza kuwaua. Wewe kwenda mahali yote inspector kwa sababu amekeuka sheria. Unaarestiwa kwa kuweza kutengeneza ushahidi na kutaka kuweza kuua. Nilirekodi kila kitu ulichozo ukisema kwa kuweza kumtumia Jen. Kwa hiyo upo chini ya ulinzi. Alice ndivyo anaweza kumwambia Pitake. Kazi nzuri. Je, umejifunza jinsi gani kuweza kutumia ushahidi? Simama. Kavuta basola. Pitake akamgeukia Alice. Hivi unajua tofauti kati ya ofisa wa polisi na mhalifu? Ofisa wa polisi akiweza kutoa bastola ni kuweza kumuonya mhalifu. Lakini mhalifu anapoweza kutoa bastola ni kwa ajili ya kushambulia. Kampapasa moja. Pitake hakutaka kujibu chochote, akaamua kusepa. Alice alishindwa la kufanya. Yeye ni polisi, lazima kufuata sheria, si kuua. Machozi yanamtoka, alishindwa. Bwana ana kazi. Pitake alipotoka tu, Padeji, prosecutor anafika. Hatumjui kiundani zaidi Padeji. Tunamfahamu kama prosecutor, mwanasheria. Kamwangalia sana binti. Pitake akarejea moja kwa moja nyumbani. Hakujali kwa jambo laweza kutokea, wala hakutaka kuweza kumtumu Alice kwa lolote. Ni jukumu la kazi yake. Kujipatia huduma ya kwanza, akachukua pombe kali kuweza kumwaga pale kwenye jeraha. Pitake akiwa hapa mwaka 1992 kuna tukio analikumbuka wakiwa kwenye mission. Alikuwa na mwenzake. Pitake, nilinde kwa huko nyuma. Tufanye nini? Lazima tumsaidie na Mjai. Yes. Walikuwa ni polisi hatari. Wewe asisogee mtu kwenda mahali yote. Nyie pumbavu, Mad Dog walikuwa kiweza kujiita mbwa vichaa ikikosi. Mmekuja hapa kumsaidia huyu? Uwa wote, mnashangaa nini? Uwa wote. Zikalia. Sichambuli. Na Mchaka ameweza kusaidiwa. Upo salama? Ndio, nipo salama. Hebu tukae. Walikuwa ni marafiki watatu waliweza kupendana sana. Kipindi hicho ni vijana 92. Ni jambo la heri kama maisha yangu, kama ningeleza kufa, basi niweze kufa kwenye kazi yangu. Lakini mimi lazima niweze kutoka hapa nikiwa hai kwa sababu ya mwanangu. Tufanye nini sasa? Mimi nafikiri hii timu ya Mad Dog inabidi tuweze kuivunja. Hiyo ni salama kwa wote. Aran,
ลูกพี่แม่ง binti yako amekuwa mlengaji mzuri sana. ไม่นานแสบกว่าพ่อแน่ Mapema sana atakuwa kama wewe, yani atakuwa kama baba yake. Aran ni marehemu, ndiye babake na Alice. ขอบคุณมากนะครับ Asante sana. Alice alikuwa na mwamba hapa. Alice, Pateju, ถามคุณจริงๆว่าคุณเคยฆ่าคนหรือ niweke wazi, ushauaga mtu yote kabla? ฉันไม่เคยฆ่าคน Hapana, sijawahi kuua. Pateju, คุณรู้ไหม unajua nini? ว่าการฆ่าคนมันรู้สึก Pindi unapoweza kumuua mtu unajisikiaje? ผมทำคดีฆาตกรรมมาเยอะ Nimedili na kesi nyingi sana za mauaji. ได้เลยนะ Naweza nikakwambia hili zaidi na zaidi. การฆ่าคนชัด Kama unajihisi mkosaji pindi unapoweza kumuua mtu, basi utaacha แล้วก็จะไม่ทำมันต่อไปอีก na utaweza kumuua mtu yote. ถ้าคุณฆ่าแล้ว Lakini kama unaua huku una furaha, คุณจะเสพติด itakuathiri na utaendelea kuua pasipo kuacha. แล้วคุณคิดว่าถ้าฉันฆ่าคนค่ะ Sasa unafikiri mimi nahisi nini? ฉันจะรู้สึกยังไง Kama mara ya kwanza ningeleza kuua, unadhani ningejisikiaje? ผมก็ตอบ Hilo siwezi kujibu. คือยังไง Utajijibu wewe mwenyewe binafsi. Maneno Padeji, Alice ya kuelewa. มันก็คง Nikiwa kama ofisa, ที่จะไม่ฆ่าใครถ้าถึง naweza nikasema sisi wote kwa pamoja นี้นะ hatuwezi kukwepa kuua. เพราะผมก็ไม่รู้ว่าคนอย่างพวกเรา ถ้าได้ฆ่าแล้ว Kwa naamini watu kama sisi เปล่า ni ngumu sana kuweza kuacha kuua. Yaani unapokuwa ofisa huwezi kukataa kusema kuua, yaani kuua utaua. Bwana, kazi ni nzito, bado mambo yanazidi kuweza kusonga mbele. Hiyo ni katika sehemu 40 na tukutane katika sehemu 41. But guys, hii hapa inazidi kuweza kusonga mbele season 1 na the king himself. Nikwambie bye bye.